Karibu katika episode ya 7 recap yetu. Tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumekomea katika episode ya 6. Ni mara baada ya kumuona mwamba Mark akiwa anaongea na bidada Yori na akimwelekeza kwamba pindi tu mizimu itakapokuwa ikihitaji kuongea na yeye anatakiwa kuipotezea. Mwamba kupitia maelekezo ya bidada basi aliendelea kufanyia kazi kila siku, na kadri alipokuwa akizidi kuipotezea ile mizimu ndivyo ambavyo alikuwa akiishi kwa amani. Karibia mwezi unakwenda kuisha sasa, lakini ikiwa imebakia wiki moja tu, basi bidada Yori aliweza kukumbuka njia nyingine ya kuweza kuipinga hiyo mizimu. Sasa hii njia ni njia gani? Na hapo ndipo ambapo tulikuwa tumekomea katika episode ya 6. Akamwambia kwanza unatakiwa kuchukua chumvi ya mawe kumwagia katika nyumba nzima, alafu unatakiwa kula chakula ambacho kina kitunguu saumu cha kutosha. Hasa wafanyakazi wenzake kule kazini wakawa wanashangaa tabia yake ya kushangaza ambayo imeibuka kipindi cha hivi karibuni, kwani mwamba kila chakula ambacho anakula kilikuwa na kitunguu saumu cha kutosha. Hasa miamba wakaanza kusema isije ikawa mwamba na mapepo ama chakula ni kitamu sana mpaka jamaa atamani kukimeza, anataka aendelee kukitafuna tu. Lakini wakati huo huo kiongozi wa wanasheria naye alikuwa anatimba katika mitaa hiyo hiyo kuja kula pamoja na wafanyakazi wenzake, lakini alienda kukaa jirani kabisa na mwamba Mark. Hasa kiongozi mkuu akawa anamuuliza majukumu ya kazi namna anavyoenda. Sasa mwamba kila akijibu ile harufu ya kitunguu saumu ikawa ni kali sana, ikawa inamboa hata kiongozi anaanza kusema huyu anakula vitu gani huyu? Hasa mwamba alipokuwa akiongea, si ndio kwa bahati mbaya akaona kuna mzimu ambao uko nyuma ya bosi wake. Ile katika hali ya kuogopa akajikuta kamtapikia bosi wake kitunguu chote. Hasa bwana, mpaka mishale ya jioni imeweza kufika, imebakia siku moja tu ile laana ya kuona mizimu iweze kuisha. Sasa akampigia bidada Yori video call na akawa anamwambia nataka tusherekee kwa kubakiza siku moja tu. Hasa mwamba Maki alikuwa amefurahi sana kwamba bidada Yori alikaa katika kipindi kigumu pamoja na yeye wakati wote, mpaka sasa hivi amebakiza siku moja laana yake iweze kuisha, kwa hiyo mwamba atakuwa haoni mizimu tena. Na mwamba akasema kwamba kila ambapo mizimu ilikuwa ikinikaribia, sauti yako ilinifanya niwe mvumilivu kuvumilia mateso yote. Na mwamba akaongezea kwamba natamani tuendelee kuwa na mawasiliano marefu zaidi hata kama laana yangu itakwenda kuisha. Lakini bidada akakataa hapo hapo, akasema hapana, hahitaji kabisa mawasiliano ya muda mrefu. Na bidada Yori akaongezea kwamba pindi tu laana yako itakapokuwa imeisha, basi mimi na wewe hapo ndio tutakuwa tumeishia hapo hapo mazima. Na bidada akakazia zaidi kwa kusema kwamba pindi tutakapokuja kukutana katika kipindi cha baadaye, basi tunatakiwa kukutana kama watu tusiojuana kabisa. Hasa mshikaji Maki alishangaa sana, ina maana bidada hayuko tayari kuwa na mimi wala hahitaji kunipa hata nafasi ya urafiki? Basi tu. Hasa kesho yake mapema na alfajiri, bidada Yori akiwa katika mazoezi yake, ni kweli kabisa anatamani kuja kuwa na rafiki, lakini uwezo wa yeye kumpa mtu laana ndio unamsababisha asiwe na marafiki. Hasa wakati huo simu ya bidada Yori ilikuwa inaita. Yeye moja kwa moja akazania kwamba anayempigia ni Mark, akapokea na kuanza kusema imebakia siku moja tu hiyo laana yako iweze kukuisha, kwa nini bado unaendelea kunipigia tu bana wewe? Hasa kumbe aliyekuwa anapiga ni kale kabidada Heji. Kakaanza kushtuka kwamba huenda dada yake kuna kitu ambacho anakificha, anazungumza mambo ya mizimu na anasema kuna mtu amebakiza siku moja. Hasa wakati huo huo pia mwamba Miniwani bilionea alikuwa akitembea katika mitaa hiyo hiyo. Sasa akakutana na haka kabidada Heji. Sasa bidada Heji akajua kwamba huenda labda Miniwani amekuja ili lengo ni kumwalika chakula cha mchana. Kumbe mwamba alikuwa analalamika na kusema kwamba kwa nini Yori ajibu meseji zangu? Hasa bidada anasema kila mtu mwenye pesa na kila mtu ambaye ana ufahari mkubwa wa maisha amekuwa akimzunguka bidada Yori na sio mtu mwingine. Lakini bado mwamba Miniwani alikuwa anampotezea sana bidada Heji licha ya maneno yote ambayo alikuwa akiongea. Basi bidada akawa amerudi tena kule gerezani kwa yule mwamba wake ambaye amefungwa kwa kesi ya mauaji. Akaleta taarifa kwa bwana mkubwa kwamba wewe ulipoweza kukamatwa ni kwa sababu bidada Yori ndiye aliyekuwa amewapatia taarifa polisi na kusema kwamba kuna mwili katika ile hoteli. Kwa hiyo mtu aliyekusababishia matatizo ni bidada Yori. Na bidada Heji akawa anaomba kwamba kama jamaa anaweza akawa na njia nyingine ambayo inaweza ikasababisha bidada Yori asiwe kiongozi wa ile hoteli, basi amsaidie. Na jamaa akakubali. Akasema anaweza akapambana kuhakikisha kwamba bidada Yori anaipoteza ile hoteli mikononi mwake, means bidada Heji ndio aje kuwa mmiliki wa ile hoteli. Basi bwana, mpango ndio ukawa huo hapo. Wanatakiwa kustruggle kuhakikisha kwamba wanamuondoa bidada Yori katika nafasi ya ulisi wa kiti cha mwenyekiti. Alafu bidada akija kuipata hiyo nafasi, kwa kuwa watakuja kuwa wapenzi, basi wataishi pamoja. Hasa bwana, huko ofisini kwa mwamba Mark akapata taarifa ya kwamba jamaa kule gerezani kuna mpango wa kuweza kuachiliwa. Alikasirika kinoma, akamfuata mkuu wake wa kazi akasema mnamwachiaje mtu ambaye anahisiwa katika matukio ya mauaji? Lakini kiongozi wake akasema hayo ni maelekezo kutokea juu, sisi wafanyakazi wa kawaida tunatakiwa kutii, hatuna haja ya kuendelea kubishana na wakubwa, kwa tunatakiwa kutii maelekezo yote. Kama utani bwana, maelekezo ya wakuu yalikuwa yametolewa, mwamba Sanjay ndio hivyo akawa anatolewa. Sasa ile ametoka tu, mwamba Maki akamfuata akasema kwamba bado nina ushahidi mwingi wa kuhakikisha kwamba nakurudisha gerezani. Lakini bwana mdogo akamuonya sana Maki, akasema uwe makini sana unapodili na watu wakubwa, kwa
sababu dakika yoyote ile tunaweza tukakupoteza na watu wakakusahau mazima. Na mshikaji akasema, mimi nafahamu kwamba unakapenda kale kabidada Yori. Sasa mimi kuanzia sasa hivi nitakuwa nakupiga kwenye mshono, yani nitakuwa na dili na bidada Yori kukuumiza wewe. Hasa kumbe jamaa anahisigi kwamba Mark pamoja na bidada Yori wana mahusiano. Sasa jamaa akawa nawaza, ni kweli kabisa sisi hatuna mahusiano, lakini sitoweza kukubali kabisa bidada aweze kuzuliwa na huyu jamaa. Akawasha gari lake haraka sana kwenda kwa bidada Yori kwa sababu usalama wake utakuwa uko hatarini kwa kipindi hiki. Hasa Mwamba amefika mpaka nyumbani kwa bidada Yori. Alitamani kumpigia lakini akakumbuka ile kauli ya bidada aliposema kwamba kama tu mwezi ukiwa umeisha mimi na wewe tuonane kama watu tusiojuana. Hasa mshikaji akawa amesimama tu nje ya nyumba ya bidada kwamba nimuonye kwamba awe makini sana usalama wake huko hatiani ama nifanyeje, naye alinikataza kumtafuta. Lakini kumbe ni kweli kabisa bidada Yori alikuwa katika hatari mbaya, kwani alipokuwa akitembea njiani alihisi kuna gari ni kama inamfuatilia. Akapaki pembeni kidogo akakuta ile gari imepika mbele yake na vidume wakawa wanashuka wakiwa wameshika malungu. Wakaanza kupiga gari yake kwa nguvu sana, chakaza mno. Lakini huku Mwamba Mark yuko nyumbani kwa bidada akashangaa kuna bibi mmoja hivi ni kama anachimba shimo, alafu ni kama vile anataka kuzika vitu kama tambi hivi. Mwamba kila akimtazama huyu bibi hapa kwa umakini, ni kama huyu bibi kuna kitu alikuwa anataka kukificha ambacho ni kama ushahidi ama kitu ambacho kinaficha uovu fulani ambao ulikuwa umefanyika kipindi fulani. Basi bana, wamekutana wanaendelea kupiga stori yeye na bibi yake. Bibi anasema, ukumbuke maonyo yangu, usije ukampenda mwanamke ambaye amezaliwa katika mwezi wa nyani, itakukosti maisha yako yote. Hasa mshikaji, ni kweli haya maneno yanamuingia akilini mwake, lakini kila akifikiria kuhusiana na bidada Yori, namna ambavyo bidada Yori ataingia katika hatari, akajikuta tu anapata mashaka mengi. Na bidada Yori ndio miongoni mwa wanawake waliozaliwa katika mwaka wa nyani, kwa hiyo huyu hapaswi kabisa kudeti na mwanamke wa design hiyo. Na kila sehemu ambayo Mwamba alikuwa anaelekea, basi bibi yake alikuwa anamfuata kuthibitisha kwamba je, hawasiliani na yule mwanamke, lakini akawa amefuatwa na nafsi fulani vibafuni ikimwambia kwamba bidada Yori yuko katika hatari. Hasa ukumbuke jamaa, mwezi mmoja ulishaisha na uwezo wa kuona mizimu ulikuwa umeweza kutoweka. Sasa inakuwaje siku ya leo anajikuta tu anaweza kuona mzimu? Hasa huku mitaani, kumbe bidada Yori alishatekwa na mtekaji sio mwingine bali ni Mwamba Sanjay, mtu yule yule aliyemwambiaga Mwamba Mark kwamba nitakuumizia watu wa karibu na wewe. Na mshikaji anasema, nataka unithibitishie kwamba una uwezo wa kuona mizimu, ili tu mwenyekiti atakapogundua kwamba wewe bado unaendelea kuona mizimu, basi ile nafasi yako ya mwenyekiti iweze kuchukuliwa ipelekwe kwa mtu mwingine. Lakini ukitaka ni kuzuru, basi ndakuzuru vibaya sana, ikiwezekana hata kuyachukua maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa kudhibitisha kwamba wewe unaona mizimu. Hasa walipoona bidada hana mwelekeo kabisa wa kuongea ukweli, basi moja kwa moja wakawa wanaandaa madawa ya kulevya ili wampige. Atakapokuwa ametumia madawa ya kulevya itakuwa ni rahisi sana kueleweka silika yake kwamba yeye kweli anaonaga mizimu. Na bidada kitu cha Arusha anakijua vizuri sana bwana we, akamkamata Mwamba mmoja piga kweli kweli kwenye makende. Mwamba akashtuka akaanguka chini. Sasa jamaa akagundua kwamba huyu bidada ana nguvu. Dakika za mwishoni sana, ubaya ukiwa unaelekea kwenda kumkuta bidada, ghafla tu Mwamba Mark akawa ameweza kujitokeza. Na jamaa mbele ya mchumba anapiga mkongoto si mchezo, yani aliwachakaza wale watu ndani ya dakika chache tu, afu akamchukua bidada akampakia kwenye gari wachomoke katika hilo eneo, kwani maeneo hayo ni hatari na nusu. Lakini kabla Mwamba hajaingia ndani ya gari, ghafla tu jamaa Sanjay akajitokeza na kuweza kumgonga na gari. Jamaa akajikuta ameanguka chini. Asante Mungu polisi walikuwa wamefika nyakati hizo hizo, sijui kama jamaa ni mzima au amekufa. Ambulance ilifika kwa wakati, wakaanza kumtolea Mwamba huduma ya kwanza, lakini kadri wanapozidi kupambana ndivyo hali yake inapozidi kuharibika na kuwa mbaya zaidi. Sasa bidada namna anavyotazama operation inavyoenda ndio akagundua Mwamba amekata moto. Bidada alitoka nje ya hospitali, alilia sana. Ni mtu ambaye amejiona naye kwa muda mfupi sana, ila amekupo ni mtu ambaye alimtengenezea furaha ya muda mfupi pia, na mtu ambaye alimuonesha moyo wa kujali na kuthamini kila ambacho bidada alikuwa anakipitia. Akajikuta anatirika tu machozi. Na bidada Yori akawa anajiuliza, kwa nini watu wema hawadumu bali majitu mabaya yana survive mpaka yanakamataga miaka 100? Akawa anamwomba Mungu angalau tu ampatie nafasi ya pili Mwamba ya kuweza kuishi. Na kwa maombi mazito ambayo bidada Yori aliweza kuyaomba, huwezi kuamini, mbele yake alijitokeza Mwamba Mark. Bidada alibaki anashangaa, akajua basi Mwamba ashakata moto kule na huyu ni mzimu. Mwisho wa safari bidada akamfuata Mwamba akamkumbatia na akimweleza wazi kabisa kwamba
kwamba anampenda. Na huo ndio ukawa mwisho mzuri wa tamthilia yetu. Kumbuka kwamba wale wengine wote walikuwa wameshakamatwa na tayari wako katika hatia na mikono ya sheria itakwenda kuchukua nafasi. Hasa kama ndio unajiunga nasi, hakikisha unagusa alama ya kulike kadri uwezavyo. Kumbuka tutakapofikisha like 200 tu, basi tunatoka na series nyingine kali sana kuliko hata hii iliyoweza kupita. Asanteni sana. Oya, siku 3 tu.